Ladies and gentlemen, kuna wakati katika siasa ambapo mamlaka huanza kuhisi hatari hata kabla wananchi hawajaiona waziwazi. Wakati huo, ikiwa taarifa kutoka kwenye duru za kisiasa zina ukweli wowote, huenda sasa unamkabili Rais William Ruto. Mabibi na mabwana, inadaiwa kuwa ikulu imeingiwa na wasiwasi baada ya ripoti za kiintelijensia kutokeza kuhusu mkutano wa siri mwishoni mwa Aprili uliowahusisha na mkutano uliodaiwa kujadili swali moja kuu: jinsi ya kuunda muungano imara wa kumpinga Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Ruto hustawi zaidi anapokabiliana na upinzani uliogawanyika. Anaelewa mgawanyiko, anajua kutumia kutokuaminiana kwa ustadi mkubwa na amejenga maisha yake ya kisiasa kwa kuwazidi ujanja wapinzani wasiopangwa vizuri. Lakini hesabu mpya ndani ya upinzani zinaonekana kulenga hasa kumnyima faida hiyo. Taarifa za kuahirishwa kwa mpango wa awali wa Kalonzo na Matiang'i kwa ajili ya muungano wa Kalonzo-Sifuna zinaonyesha kutambua kuwa uchaguzi wa mwaka 2027 huenda usiamuliwe tena kwa misingi ya kikabila pekee. Kuibuka kwa vuguvugu la Linda Mwananchi, kuongezeka kwa hamasa ya vijana wa Gen Z pamoja na ushawishi wa kisiasa wa bado umebadilisha sana uwanja wa siasa. Kalonzo analeta utulivu na kukubalika kitaifa. Sifuna analeta ukali wa kiitikadi, mvuto wa vijana na mwendelezo ndani ya msingi wa ODM ambao Ruto alikuwa akitamani ungepasuka kabisa. Ujumbe unaoibuka ndani ya upinzani wa umoja unaonekana kuwa wazi zaidi. Kupunguza msukumo wa Linda Mwananchi kunaweza kumpa Ruto ushindi kirahisi, lakini kujumuisha kunaweza kuhatarisha kwa kiwango kikubwa nafasi yake kuchaguliwa tena. Wale wanaosisitiza kwa nguvu kuwa Edwin Sifuna lazima agombee urais au wasahau kuungwa mkono wanaonekana kuwa mawakala wa Ruto kwa njia moja au nyingine, wakichochea upinzani uliogawanyika na usio na mwelekeo. Upinzani uliotengana humsaidia tu aliye mamlakani. Huo ndio mchezo wa zamani zaidi katika vita vya kisiasa. Panda mkanganyiko, chochea tamaa binafsi na gawanya mbadala hadi ushindwe kuchagulika. Upinzani lazima ukatae mtego huu. Njia ya mbele si tamaa za haraka au mapambano ya mapema ya urithi wa kisiasa, bali ni mshikamano wa kimkakati. Kalonzo analeta uzoefu, hadhi ya kitaifa na kumbukumbu ya kiutawala. Sifuna analeta nguvu ya vijana, ukali wa kiakili na uwezo wa kuhamasisha kura za mjini. Kwa hivyo, iwapo Kalonzo atapewa
nafasi ya kugombea kiti cha urais na Sifuna naibu wake